Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Tukiendelea na darasa yetu ya fiqh kitabu cha Risalatul Jamia, tumefika sehemu inayosema katika faslun furudhul wudhui, inasema wa in kana alayhi janabatun, na akiwa muislamu akona janaba, min mujama'atin, kutokana na kuundama, au khuruji maniyin, au kutoka na mani, binaumin, kwa kulala, au ghairi, au kwa sampuli nyingine. Mtu akiwa na janaba kwa ajili ya kuundama au kutoka na mani, hizi mbili ndio zinawafanya mtu awe kuna janaba. Ima kuundama iwe ni kwa halali au kwa haramu. Mtume anasema idha iltaqal khitanani wajaba al-ghuslu, au kama kala, inapokutana tupu mbili imepasa kuoga. Kwa janaba ni itakapokugusana tupu ya kiume kuingia katika tupu nyingine yoyote, iwe ya mnyama, ya hayawani, madamu inaitwa tupu. Au khuruji manin, au kutoka na mani, binaumin au ghairi, kwa kulala umeota, ama kwa sampuli wengine umeangalia, kwa sampuli yote ya mani yakakutoka, basi tayari uko na janaba. Lazima imemlazimu huyo mtu ghuslu jamii badanihi, kuosha mwili wake mzima, uhakikishe mwili mzima umeingia maji, kila kiungo katika mwili wako, kuanza kwenye utosi, nyele, mpaka chini ya unyayo. Ikiwa ni mtu ako na nyele ambayo kwamba amezisuka, amesonga, na ana hakika yale maji hayatoingia ndani ya nyele, lazima afumue. Kama vile alivyosonga, pengine amesonga tu kudaradara, anajua hii nikitawadha ama nikioga maji atasikilia katika kila nyele nikizitia vizuri, si lazima. Lakini akiwa na uhakika maji hayafiki, huwa lazima afumue. Akiwa na uhakika maji yatafika, si lazima kufumua. Na katika mwili wako wote, hata kama kiungo kimezidi, mfano una mkono wa 3, una mguu wa 3, una kidole cha 6, hiyo pia ni katika mwili wako, lazima ifike maji. Na unapooga inatakiwa uketi, ututame zile sehemu za tupu yako ya nyuma ama ya mbele mwanamke, zile ambazo kwamba zimefungana, ambapo kwamba ukikaa zinafunguka, zinakuwa wazi, sehemu kama zile pia ni lazima zipate maji wakati wa kuoga, ndio mwili mzima umefika maji. Katika mikundo, pengine mtu amenenepa, mashallah, tumbo limefungana funguana, lina mikundo mingine, maana ana mikundo mpaka unaweza kutia kipochi ndani. Mkundo wa tumbo tu unaweza kuinua kati ya simu haswa ikapotea na usiione. Lazima ufungue, uhakikishe ile maji mfanini yamefika ile katika mikuto yote. Ma'aniyati, pamoja na kutia nia. Kila jambo ambalo kwamba utalifanya lazima utie nia. Na nia kama tulivyosema jana kwamba nia ni moyoni. Na ndio jana tuliuliza swali, je, ile nia ambayo kwamba hunuizwa watu katika swala baada ya salatul maghrib siku ya Ramadhani, kuna mtu tunasikia nawaitu faradha, nawaitu sauma ghadi anadai, je, vile ile ni vipi? Ile nia haikupokewa kwa mtume kabisa, na ina hatari kubwa ile kunuisha watu, sababu mtu atakuwa yuaitikia lakini moyoni kwake hafikiria mambo mengine, hufikiria futari uko itaisha, hufikiria kuna mtu fulani mimi nataka hapa nikitoka nsenga nkosa. Kwa hiyo waitikia na waitu sauma ghadi, lakini mawazo yako hayako pale, inakuwa umeitikia nia lakini hujatia nia. Kwa hiyo nia ni moyo, uwaze katika moyo wako, mimi kesho nitafunga. Ukiinuka kula dako tayari umeinuka, sababu kesho utafanya utafunga. Kwa hiyo ile kuitikia ina hatari, lau ikiwa moyo wako utakuwa hauko katika ile nia, itakuwa umejiona umetia nia lakini haukutia nia. Kwa hiyo ni bora usiitikie haswa. Ama kama ni Adam mmezoea muitikia, si sunna wala si chochote, lakini uwe na tahadhari, iwe moyo wako pia uko na nia, usitosheke na ile kuitikia tu. Kwa hiyo kila sehemu lazima uone kuwa na nia. Nia yenyewe unatia nia raf'il janabati, ya kuondosha janaba, au raf'il hadath al-akbar. Unaoga, mimi naoga kuondoa janaba, anaoga kuondoa hadathi kubwa. Hiyo ndio masala ya kuoga. Na katika kuoga inatakiwa maji yaingie safi, yatoke safi kama alivyoingia. Kama hukumu za kwenye kutawadha, kwenye kuosha viungo, hakutakiwi kuweko na kitu chenye kuzuia maji kufika katika mwili wako. Hakutakiwi na kitu chenye kuharibu ladha ya maji au rangi yake au harufu yake.
iwe ni kuosha, sio kupaka. Maji yatiririke katika mwili. Ukioga janaba hufai kutumia sabuni, hufai kutumia chochote. Kwanza oga janaba, ukimaliza ndio utumie sabuni. Ama kwanza tumia sabuni, umalize ujisafishe, wewe hauna sabuni katika mwili wako ndio uweze kuoga janaba. Hatari kubwa ndugu zangu Waislamu, wingi wetu tunaoga janaba kama kuoga maogo mengine. Mtu ataoga janaba, ajipige masabuni, ajioshe, ajisafishe, ajue ashamaliza janaba. Janaba liko pale pale. Janaba ni kama namna kutawadhi. Maji yatakana yaingie safi, yatoke safi. Usiwe na kitu ambacho kwamba kitazuia maji kufika katika mwili. Uhakikishe yale mkunjo yako yote katika mwili ufungue, hakikisha imeingia maji. Uchuchame ili ile sehemu za siri ambazo kwamba zimekundana tu katika tupu ya mbele mwanamke au tupu ya nyuma kwa mwanamke na mwanamume ziwe zitakunduka. Kile ile mahali ambapo kwamba ukitutama inaonekana katika tupu yako, ile mahali pia ni lazima iwe itaingia maji. Na katika nyele mtu pia achunge sana, hakikishe kama umesuka uwe utafumua ili ziingie maji vizuri. Kama ni msuko ambao unao hakika maji yatafika, haina shida. Lakini sana wenye kufunga marasta, iwe mwanamke au mwanamume, wenye kutia rasta maji yanashaka sana kufika. Kwa hiyo hakikisha unaweka rasta lakini ukupata janaba, unafungua rasta zako, unaoga. Si kwamba tunaruhusu rasta, si mwendo mzuri wala mwendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hasa kwa mwanamume kuweka marasta. Lakini umeamua kuweka, uhakikishe wakati wa janaba unafumua zile rasta zako ili maji yaweze kuingia. Inshallah leo tutakoma na hii kipande cha janaba. Mwenendo jalia min alladhina yastami'una alqawla yattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.